Lakini naomba kuwaambia vijana wa mkoa wa Songwe kwamba kama kuna awamu ambayo vijana wa Tanzania, kama kuna awamu ambayo vijana wa mkoa wa Songwe tunapaswa kujivunia, tunapaswa kutembea kifua mbele, ni kipindi hiki cha awamu ya 6 chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ameonyesha dhamira ya dhati, ameonyesha uongozi madhubuti, ameonyesha utashi wa kisiasa, lakini ameonyesha utayari wa kuweza kuwasaidia vijana katika zile ahadi zake zote 13 alizozizungumza. Ukizichambua, ahadi nyingi zinagusa maendeleo ya vijana. Lakini ndugu zangu, wakati anafungua bunge la 13, asilimia zaidi ya 50 ya mambo aliyoyazungumza kuelekea mwelekeo wa utekelezaji wa mipango ya maendeleo katika kipindi cha miaka 5 inayokuja, sehemu kubwa aliwazungumzia vijana. Na katika historia ya nchi yetu, ndugu vijana wenzangu wa mkoa wa Songwe, hakuna wakati ambapo tulikuwa na wizara inayojitegemea, inayoshughulika na masuala ya vijana. Kwa mara ya kwanza tumepata wizara kamili inayoshughulika na maendeleo ya vijana. Kwa hiyo kwanza, wizara hii ameiweka chini ya ofisi yake yeye mwenyewe. Hakuna wizara nyingi ambazo ziko chini ya ofisi ya rais. Tafsiri yake na nini, ndugu vijana wenzangu? Tafsiri yake ni kwamba Mheshimiwa Rais ameamua kuyapa kipaumbele masuala ya vijana ili yeye mwenyewe aweze kuyasimamia, yeye mwenyewe aweze kuyafuatilia, lakini yeye mwenyewe aweze kuhakikisha kwamba ndoto zake zinatimia. Piga makofi kwa Dr. Samia. Vijana oye! Vijana oye! Kwa hiyo ndugu zangu, kama ni kushindwa, tushindwe sisi wenyewe. Lakini kwa upande wetu sisi kama mkoa wa Songwe, tuliamua kuja na utaratibu wa kuweza kutengeneza mfumo ambao utajibu baadhi ya changamoto ambazo ninyi vijana mlizizungumza wakati wa ziara ya waziri wa nchi ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka, ambapo sehemu kubwa mlieleza kutopata taarifa kwa wakati juu ya fursa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitangazwa na serikali. Lakini huko wakati mwingine tunapohitaji kupata takwimu halisi za vijana, leo hii nikiuliza mimi halmashauri zangu, tuna idadi gani ya vijana wanaopatikana katika halmashauri yenu kwa sifa za elimu, vijana wenye ujuzi fulani? Ndugu zangu, hizo takwimu kama nikizipata, basi inaweza kunichukua zaidi ya miezi 5 kuweza kuzikusanya. Kwa hiyo hatuna takwimu sahihi za vijana, wanafanya shughuli gani, wako wapi, ujuzi wao, elimu yao. Tukasema tutengeneze mfumo ambao utatusaidia kujibu changamoto hii ambayo vijana mmekuwa mkizungumza. Mfumo wa Songwe serikali kiganjani tumeuandaa, lakini kupitia mfumo huu vijana wa mkoa wa Songwe tunakwenda kuwasajili na wao wenyewe pia wanaweza kujisajili. Tunataka tupate vijana kuanzia ngazi ya kijiji kule, watendaji wa vijiji, wenye viti watashirikiana kutusajilia vijana wanaopatikana kwenye kijiji husika, vijana wanaopatikana kwenye mtaa husika. Tunataka tutambue mtaa X una vijana wangapi, wana sifa zipi, wana ujuzi gani, wanafanya shughuli gani. Ni rahisi kuweza kuwapata, ni rahisi kuwatengenezea mipango na program za kuwajengea uwezo na kuwawezesha, kuliko tukifanya shughuli zetu bila kuwa na takwimu sahihi. Lakini ndugu zangu, kupitia mfumo huu, fursa zile zote zinazotangazwa, kila aina ya fursa ambayo tutaiona popote pale katika nchi yetu ambayo kijana wa Songwe anaweza kuichangamkia, fursa hiyo tutaipakia kwenye mfumo. Lakini mfumo wetu huu una uwezo pia wa kutuma meseji kwenda kwenye simu yako moja kwa moja kukujulisha juu ya fursa tuliyoipakia kwenye mfumo wetu.
Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji labda wa halmashauri ya Tunduma akitoa tangazo lake kuanza kutoa mikopo ya 10%, tukiweka kwenye mfumo, tuna uwezo wa kukomandi mfumo ukatuma message kwa vijana wote wa Tunduma kwamba mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ameshaanza kutoa mikopo, tafadhali changamkia hiyo fursa, ili tuweze kuondoa ile changamoto ambayo mlimwambia Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana kwamba hatupati taarifa kwa wakati.